Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu la kwanza, huyu aliyesilimu kwa ajili ya kitu, amesilimu kwa ajili ya kitu na imani yake ikambakisha kule kule kwa ajili ya kitu mpaka afariki. Yeye alikuwa na swali anafuatilia, lakini yeye lengo lake alisilimu kwa ajili ya huyu naye atahesabiwa ni katika wale ambao wamesilimu, ama atakuwa kwa Mwenyezi Mungu hana hiyo kwamba wewe huna Uislamu? Swali la pili, Ramadhani imeanza, nimeacha machafu yote ambayo yanatakiwa kuacha, kama ni yani machafu yote, pombe, maandazi, nyingine. Nikaifuatilia Ramadhani kama inavyotakiwa mpaka Ramadhani imeisha. Ramadhani ilipoisha, baada ya wiki nikarudi kule nilipokuwa kwenye machafu, kwenye dhambi. Swali langu, hii Ramadhani niliyoifunga kwa ufasaha itakuwa ndio imepita, yani kwamba imani na mahesabu kwamba itakuwa nimefutiwa dhambi zote zile za nyuma kwa kuwa nimerudi kwenye dhambi baada ya Ramadhani? Maana ndani ya Ramadhani nimepiga Ramadhani yote mpaka imeisha vizuri tu kabisa. Ramadhani imeisha, baada ya wiki mbili nimerudi kule. Shukrani. Naam, asante sana ustadhi wetu kwa maswali mawili mazuri. Swali la kwanza, kama waumini mlikuwa hadhuri wakati maalimu anauliza hapa, ameuliza kwamba kuna mtu amesilimu kwa ajili ya kitu, amesilimu kwa ajili ya kitu, sio kwa ajili ya dini. Je, ikitokezea ameendelea kuwa na hali hiyo hiyo mpaka anakufa, huyu atahesabiwa kuwa ni Muislamu? Jawabu, neno kusilimu ni kule kutamka zile shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Maana yake ni kwamba mtu anasema nakiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, ndio atakiwa abudiwe kwa haki ya kuabudiwa, na ninakiri kwamba Muhammadi ni mjumbe wa Allah, ni mtume aliyetumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuja kutoa maelekezo kwa umma huu ili wafanye ibada katika utaratibu mzuri. Kwa hiyo mwanadamu anaposilimu anakiri hayo. Sasa kama anakiri, sisi kama sisi mara nyingi tuna hukumu dhahiri ya mtu. Katamka ndio tunamwozesha mke wa Kiislamu, unaona bwana, na ndoa tunasema inaswi au si imeswi, haina shida. Kwa sababu gani? Hatuna mamlaka ya kuingia kwenye moyo wa mtu, hatuoni moyo wake. Moyo wa mtu ni kichaka, moyo wa mtu ni msitu, unaweza ukaficha vitu vingi tu, nyie watu wa nje msione chochote. Kwa hiyo basi sisi kama sisi tutamhukumilia ile dhahiri yake. Na ndio maana wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahaba mmoja aitwaye Osama, wapo katika vita, anamkimbiza katika moja ya maadui. Alipomsogelea karibu, akasikia maneno anayatamka kwa nguvu yule bwana mkubwa, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasul. Yani anaonyesha kwamba yeye bwana, mimi nishasarenda, nimesilimu, nimekubaliana kuingia huko, haina haja ya kuniua. Maneno yale maswahaba wengine nao wakawa wameyasikia. Yule bwana kaao sintanie yote kujinusuru tu kwa ajili ya jambo hili. Swala la msingi hapa, mimi nakata kichwa. Kamsogelea akamchinja. Maswahaba wakamaindi ile jambo ili tumfikishie mtume. Wakamfikishia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana,
kuna 1 2 3 bwana Osama kafanya hivi. Osama kaitwa na Mtume. Bwana, ni kweli ulichokifanya ni hivyo? Huyu mtu alitamka shahada? Ndio, alitamka shahada, lakini katamka shahada kujinasua tu, kwa sababu alishaona miti yani ishamsogelea karibu. Sasa kaona hiyo uzuga, sio shahada inayotoka moyoni. Sikiza swali la Mtume, ashaqaqta qalbahu, je, wewe uliupasua moyo wake ukagundua hilo unalolisema kwamba ni sahihi? Swali la msingi, ashaqaqta qalbahu, uliupasua moyo wake? Maana yake Mtume pale aliwaka sana, alichukizwa na lile jambo. Kwa hiyo sisi kwanza tutamhukumilia yule aliyetamka shahada na tukamsikia huyu ni Muislamu. Hata akifa tutamzika kwenye makaburi ya Waislamu. Ama kuhusiana na jambo lake la moyo wake, Muislamu au sio Muislamu, basi Allah anaangalia kwenye moyo baba. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum alafu wa amalikum. Mungu atazami appearance zenu, mionekano yenu, miili yenu ikoje. Mungu anatazama ndani ya nyoyo zenu mmeweka nini, matendo mnayoyatenda ni yapi. Basi kwa hali hiyo sasa, kuhusiana na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama mtu atakuwa amekufa katika utaratibu huo, kwa Mungu atakuwa amekufa sio Muislamu. Kwetu sisi kafa huyu Muislamu, kwa tunamfanyia Uislamu kwa sababu sisi tunaangalia dhahiri ndio tunayohukumu. Mungu anaangalia batini, ndani ndio anahukumu. Lakini pia swali la pili, bwana mkubwa huyu ameuliza kwamba ndani ya Ramadhani mtu amefunga Ramadhani yote na akaachana na maovu yote, akajilinda na kila jambo na akachapa ibada nyingi tu mpaka Ramadhani imekwisha. Baada ya wiki 2 3 au baada ya wiki moja, huyu bwana akaamua arejee tena kule alikotokea zamani. Sasa suala la msingi, kwa sababu kuna hadithi inayosema man swama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yoyote atakayefunga Ramadhani kwa imani ya sawasawa na kwa ajili ya kutaraji malipo, unaona imani imeingia hapo. Kwa cha kwanza imani ilikuwaje, lakini pia kutaraji malipo, atasamehewa madhambi yote yaliyotangulia. Sasa tuchukulie hivi, ni kweli kafunga kwa imani? Kama kafunga kwa imani, anakosaje kuwa na msimamo? Kama amefunga kwa imani na msimamo wake ulibaki ndani ya Ramadhani, basi Mungu atamfikiria kwenye hiyo Ramadhani yake. Katika utaratibu wa hukumu sisi wala tukadirii kwa Mungu atampa nini, sababu Mungu si anaangalia kwenye moyo wake na sisi tunaangalia kwenye matendo yake. Kwa hiyo hayo matendo yake tunayoyaona sisi yatatupa ishara kwa inawezekana huyu alikuwa anashindana njaa tu Ramadhani hili. Yaani ishara tutakayoiona sisi watu wa nje, na sisi hatuna mamlaka ya kumhukumu kwamba saumu yake imesui au haijasui. Ndio maana akasema as-sawmu li wa ana alladhi ajzi bihi. Hiyo saumu ni ya kwangu mimi. Mungu anasema kwenye hadithi kudusi, saumu hiyo ni ya kwangu mimi na mimi ndo mlipaji. Kwa hiyo kwa kuwa mlipaji ni Allah, tutamwachia mwenyewe Allah. Je, saumu yake aliyofunga, je, ilikuwa sawa sawa? Tunamwachia Allah kwenye malipo. Au haikuwa sawa sawa? Sisi huku mitaani sijui kama alifunga huyo. Juzi tu hapa jamani. Leo hii tunamkuta mtaani anayumba namna hii, anatema kushoto anafukia kulia, imekuwaje? Si juzi tu. Sisi tunakuwa na mashaka naye upande wetu sisi, kwa sababu hukumu yetu ya dhahiri tutakuwa na mashaka naye. Lakini upande wa hukumu, taratibu za kihukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, tutamwachia yeye, kwa sababu saumu ni ya kwake yeye, sio ya kwetu sisi. Kwa mujibu wa maelezo yake Allah, as-sawmu li wa ana alladhi ajzi bihi. Saumu ni ya kwangu na mimi ndio mlipaji wa hiyo saumu. Wallahu a'lam. Maswali hapa kabla sijampa ndugu yangu na ndugu yetu katika live. Ndugu yetu anafuatilia live hapa, anauliza, anasema
anaitwa Sheikh Omar, anasema kwamba ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitawafu akiwa tayari kisha tufikishia Uislamu kamili, je, ni kitu gani kilichopelekea khilafu baada yake? Kama si maimamu, kitu gani kilichopelekea khilafu? Maana yake mpaka watu wakakosa kuwa na msimamo katika dini, kwa wana khilafu wakati Mtume tayari dini alikushaikamilisha. Sababu gani imepelekea hivi? Asante sana. Kwanza tumshukuru huyo ndugu yetu ambaye anayefuatilia live na kuuliza swali hili zuri. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ameshafundisha hii dini kwa utaratibu nzuri, ikawa imekamilika, ndio swali lake hilo. Sasa kinachopelekea mpaka khilafu zipatikane ni kitu gani? Mnaelewa sababu ya khilafu? Sababu ya khilafu ni mafuhumu ya maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maelekezo ya Bwana Mtume ile ni lugha anayosema yeye. Kwa hiyo katika uelewa, tumeelewaje? Ile tumeelewaje ile? Ndio maana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitokea hiyo maswahaba wenyewe wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wakati anawaagiza waende kule kwa Bani Quraidha, alisema la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidha, isitokezee mtu yoyote akaswali swala ya alasiri isipokuwa swala ya alasiri wakaswali wapi? Kwa Bani Quraidha. Maagizo ya Mtume yako hivyo. Haya maneno kashamaliza, kashaagiza. Tayeb, baada ya hapo kikosi kile kikatoka, wako katika safari moja, wamesikiliza maagizo ya aina moja yaliyotoka katika kinywa kimoja, msemaji mmoja ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wamekwenda kufika katikati hapo njiani, ikatokezea sasa alasiri ishafika, kwa Bani Quraidha hawajafika. Baada ya kuwa hali iko hivyo, zikatokea hapo tofauti sasa. Wengine wakasema si ngoja tuswali alasiri. Wengine agizo la Mtume amesemaje? La yusalliyanna ahadukum al-asra illa Bani Quraidha, ila fi Bani Quraidha. Maana hakuna mtu anayeruhusiwa kuswali alasiri mpaka ufike wapi? Kwa Bani Quraidha. Sasa mimi mnasema kuswali hapo njiani, nasema nyinyi hamjamuelewa. Kwani si ndio Mtume huyo aliyotuelekeza kwenye Qur'ani? Mungu anasema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Sino maelekezo ya Mtume huyo kupitia Qur'ani? Haika swala ni ibada, ni faradhi iliyowekewa wakati maalum. Sino akasema Kwa hiyo yeye hajamaanisha hivyo, alimaanisha kwamba tuwe na spidi katika kutembea kwetu, tutembee kwa spidi ya haraka. Unaona bwana, kwamba alasiri isije katukutia njiani, iwe alasiri itukutie wakati tushafika. Lakini bahati mbaya sasa ule muda wa alasiri umetukutia kabla hatujafika. Kwa hiyo hatujakatazwa kuswali baada ya muda kuingia. Mungu anasema hapana. Yule kamaanisha hivi, hata kama muda utakuwa umeshafika, lakini msiswali mpaka mfike kwa Bani Quraidha. Kwa maana hiyo basi sisi tunatakiwa tufike kwanza tukaswali kula alasiri. Wala kusema hapana banyeni ndio pekee. Yakagawika makundi haya mawili yaliyotoka kwenye maelekezo ya mtu huyu mmoja ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakatofautiana katika namna walivyomuelewa. Hawa ni maswahaba. Kwa hiyo wako waliokwenda kuswali kule na wako walioswalia hapo njiani. Baadaye wanarudi wanamfikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kila pote moja, maana yake kila kundi moja lilikuwa likitoa tuhuma kwa mwingine kwamba inawezekana nyinyi ndio mmekosea, sisi tuko sawa. Nyinyi mmekosea, labda sisi tuko sawa. Kila mmoja alikuwa anatoa hukumu yake hiyo. Alipofika kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipotoa maelezo hayo, hadithi inasema lam yu'annif ahadan,
minhuma. Yani katika yale makundi mawili hakuna kundi lolote ambalo alilitia dosari kwamba nyinyi mmeelewa hivyo mko sawa na nyinyi mmeelewa hivyo mko sawa, kwa sababu wote mna vigezo vyenu. Nyinyi mnasema kwamba lengo hatutaki kupinga maelekezo ya mtume aliyotuelekeza, na hao wanasema hapana, mtume si atumpingi, isipokuwa katika maelekezo hayo ndio aliyosema ndani ya Qur'ani. Mtume katufahamisha swala iswaliwe kwa wakati wake. Kwa hiyo tatizo au chanzo cha khilafu ni katika kuelewa yale maelekezo ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hata Qur'ani inahitaji vyombo vya kuweza kutafsiria ile Qur'ani na kuelewa inamaanisha nini. Hata ilivyokuja au lamastumun nisaa, ikitokezea mmewagusa wanawake, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, maana yake kugusana na wanawake kwamba inawezekana ikawa udhu umeharibika, mkikosa maji mtayammamu. Hiyo ni aya ya Qur'ani, ikapatikana khilafu. Hii lamsu hii kuna walioelewa kugusa kwa maana ya kugusana, yani kidhahiri hakikatan. Kuna wengine wasema hapana, iko kinaya tu she, mulamasa wa hapo ni kukutana kimahusiano, sio kugusana kwa ngozi hizi. Ikhtilafu hizo. Kwa hiyo ikhtilafu zinatoka katika mafuhumu, kutokana na vyombo vya kuelewesha uelewa wa kilichoelezwa hapo. Hadithi ikija mutlaqun tayari inatoa njia kwamba huyu aelewe hivi, huyu aelewe hivi, huyu aelewe hivi. Afadhali ile kuja muqayyadun, ishafungiwa utaratibu maalumu kwamba watu wanatoka na uelewa mmoja. Unaona bwana? Mfano mwingine kwa kumalizia, ili ni nafasi nyingine. Na kumalizia mfano mwingine. Katika aya hiyo suratul Maida, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoelekeza utaratibu wa kutia udhu, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati, akaelekeza faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, alafu wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alka'bayn, kwenye aya. Kwa maana katika utaratibu wa kutia udhu kwa kutumia maji, unaona mikono imetajwa kwamba unatakiwa uioshe ila almarafiqi. Hiyo tiaisha kwa muqayyad hiyo, kwamba mwisho wa kuosha mkono ila almarafiki. Maana yake ukiosha kipande hiki tu cha chini hapa, hapo udhu wako hakuna, lazima maji yafike huku kwenye hiki kifundo hiki. Sisi tunaelewa vizuri. Lakini alipokwenda mbele katika kile kipande cha kutayammamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema fa illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba, alafu famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ye wa aydikum ila wapi hakusema. Ikifika wakati kwamba mnataka sasa kutayammamu, basi utaratibu wa kutayammamu, panguseni nyuso zenu na mikono yenu kutokana na huo mchanga. Sasa hii mikono katika kupangusa mwisho wapi? Zikazaliwa khilafu hapo. Kwenye upande wa kutayammamu unaweza hata kupangusa hapa tu panatosha, wengine. Unaona bwana? Wao sema hapana, hii yuhmalul mutlaq ala almuqayyad. Hii mutlaq itachukuliwa kupeleka kwenye muqayyad. Katika utaratibu wa kutayammamu, tutatayammamu kama tunavyotia udhu kwa upande wa maji, tutaishia humo katika upande wa mikono. Na khilafu hizo kwa hiyo zinatoka ikhtilafu, kutofautiana ni katika uelewa wa yale maelekezo ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wala sio ugomvi, ni uelewa. Assalamu alaykum.